Nikiwa mbunge na nikiwa mwenyekiti wa wilaya, nikachaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa kanda ya Serengeti kwa maana ya mkoa wa Simiyu, Shinyanga na Mara. Kwa kipindi hicho mwenyekiti wangu alikuwa John Heche. Mweka hazina alikuwa mdogo wangu Catherine Ruge kwa kipindi hicho kama viongozi wakuu wa kanda ya Serengeti. Baada ya kutumika kipindi hicho cha umakamu, nikachaguliwa tena. Tulivyofika kwenye uchaguzi baada ya miaka mitano tena nikachaguliwa tena kwa awamu nyingine kuwa makamu mwenyekiti wa kanda hiyo ya Serengeti. Kipindi hicho Mheshimiwa Heche aligombea na Esther Matiku akashinda. Kwa hiyo mimi na Heche tulikuwa tunatetea nafasi kwa mara ya pili, lakini mimi nikafanikiwa kurudi kwenye umakamu mwenyekiti, Heche akashindwa na Esther Matiku. Kwa hiyo bosi wangu akawa Esther Matiku kwa kipindi hicho. Lakini katikati ya safari ya siasa mimi na Esther Matiku, mwenyekiti wangu Esther Matiku alipata changamoto za kisiasa, akasimamishwa uwanachama. Kwa hiyo kwa mujibu wa katiba yetu ya chama inasema pala anapokuwa mwenyekiti wa nafasi husika, makamu mwenyekiti anakaimu hiyo nafasi. Kwa hiyo nimekuwa kaimu mwenyekiti wa kanda ya Serengeti kwa kipindi chote. Na baada ya hapo chama kilienda kwenye uchaguzi. Baada ya kwenda kwenye uchaguzi niligombea kama mwenyekiti kamili. Nikawa na mshindani wangu aliitwa Lucas Ngoto. Kwa wale ambao mlifuatilia uchaguzi nilishindiwa kula moja. Wapiga kula walikuwa kama sijasahau walikuwa 98 kitu kama hicho. Kwa hiyo nilipata mimi kula 44 na mshindani wangu alipata kula 45. Kwa hiyo alinishindia kula moja. Sasa basi nimejaribu kuweka hilo nikiwa na maana ya kwamba nimekuwa kwenye safari ya siasa na ndoto zangu nyingi, lakini katika siasa zangu zote sikuwahi kuwa sehemu ya siasa za media. Kwa hiyo kwa kipindi chote nimekuwa kiongozi wa field zaidi, fanya siasa kwa field zaidi, nikiwa naongoza majimbo 25 kichama na 24 kiserikali. Kwa mkoa wa Mara una majimbo 10 yalikuwa chini yangu. Mkoa wa Simiyu kuna majimbo 8 yalikuwa chini yangu. Mkoa wa Shinyanga kuna majimbo 6 yalikuwa chini yangu. Kwa nimetumika katika swala zima la kiuongozi tukiwa chini ya uongozi wa mwenyekiti Freeman Aikaeli Mbowe. Kwa sisi ukizungumzia siasa zetu hatuwezi kuacha kwamba tumetengenezwa na Freeman Aikaeli Mbowe na wengine wote. Sasa basi nimesimama mbele yenu waandishi wa habari kusema yafuatayo. Baada ya uchaguzi wa kanda, mimi nikiwa kama sehemu ya masinia wanaotoka Serengeti, sikuwahi kushirikishwa jambo lolote la kisiasa. Kwa sababu baada ya uchaguzi wa ndani tumeenda kwenye chaguzi za serikali za mitaa. Kama ambavyo mnafahamu, zilitokea changamoto za hapa na pale, lakini kwa historia yangu ya kisiasa isingewezekana kukosekana jambo lolote la mimi kukishauri chama changu kwa eneo ambalo nimelitumikia. Lakini kuanzia hapo siasa zangu zilikoma, kwa maana ya kuwa sishirikishi kwa jambo lolote na kuitwa majina mengi yasiyofaa. Sasa basi majina hayo yamenipelekea kujitafakari mimi, kujiangalia ni namna gani chama hiki nimekitumikia
kwa upendo, kwa kutumia gharama, muda na kupola haki ya familia yangu, kwa maana ya kuacha watoto nyumbani, unakwenda kwenye siasa, lakini heshima yangu ndani ya siasa naiona ni kama haipo. Lakini ukiachilia hayo ya kutokuheshimiwa kama mstaafu, yapo mambo ambayo yanaendelea. Kuna wimbo tunaimba no reform no election. Mimi binafsi Gimbi naweza nikasema ajenda hii sijaielewa. Sijaielewa kwa sababu moja. Chini ya uongozi Freeman Aikaeli Mbowe aliingia kwenye mjadala wa maridhiano kwa maana ya kutafuta hizo no reform no election. Lakini cha ajabu, maridhiano ambayo aliyataka mwenyekiti mstaafu yaliitwa majina yote: nusu mkate, karamba sukari na mengine yote aliitwa aliyekuwa muasisi wa hayo maridhiano. Sasa niliamini sasa kwamba hii no reform sasa kama tungeweza kusimamia hiyo ajenda, maana yake hayo yote tungeyapata kwenye mjadala wa yale maridhiano. Lakini leo tuko nje, hatuko kwenye maridhiano, tuko nje, badala yake tunaamini katika kupiga kelele kwamba tunaweza tukapata kitu. Kwa hiyo ndio maana naona sasa kwamba unapokuwa mwanasiasa lazima uwe na malengo. Lazima uwe na malengo ya kisiasa. Unafanya siasa ili iweje? Uwe mwenyekiti wa kitongoji, uwe diwani, uwe mbunge, uwe rais. Sasa kama hivyo vyote chama leo akiendi kwenye uchaguzi, sisi, mimi na wewe, tunafanya siasa ili iweje? Kwa nimetafakari, nikaona hakuna tija yoyote ya kuendelea na siasa kama chama kiendi kwenye uchaguzi. Vinginevyo tutaitwa bibi mara mbili, ndoto zetu zinakuwa hazijafanya nini? Hazijatimia. Kwa mimi kuanzia leo, baada ya kutafakari, ili niendelee kulinda heshima yangu, nimeamua kujiondosha kabisa kwenye chama hiki cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ili kubaki kuwa mama wa nyumbani na kuendelea na maisha mengine, na popote pale wanachama, viongozi ambao nimefanya nao kazi, kama wananisikiliza, waelewe kabisa kwamba dada Gimbi sasa mambo ya siasa ya Chadema wasinishirikishe kwa chochote. Nimejivua wanachama, siwezi kufanya hivyo. Lakini kama vile vile kama kuna maana, unapokuwa mwanasiasa lazima uwe na watu wapo, na kitu kilichopelekea mimi vile vile nitengwe ni kwa sababu wakati tunafanya kampeni za uchaguzi mkuu wa kitaifa huu wa kumpata mwenyekiti aliyepatikana, nilikuwa meneja kampeni wa kura za kanda ya Serengeti. Kwa chuki zote hizo ni kwa sababu nilijitoa muhanga kuhakikisha kwamba Freeman Mbowe anashinda uchaguzi. Kwa hiyo mimi nadhani naomba niishie hapo, niwashukuru na kuwapongeza wote tuliofanya kazi pamoja. Mungu awabariki sana. Asanteni sana.